video support ambayo namna ambavyo itasaidia moja kwa moja. Tuangalie kwanza katika hilo eneo, Ashraf JR, unaona kama ni tiba ambayo inaweza ikaenda kusaidia kwa kiasi kikubwa kwenye changamoto za kiuamuzi? Yes, at least tumekuja na kitu ambacho kinaweza kusaidia, kwa sababu lengo lilikuwa ni VAR, lakini inaonekana VAR imekuwa ngumu kidogo kutokana na harama. Namna gani tunaweza tukaiendesha kuoperate VAR kwenye viwanja vyetu pia inahitaji cost kubwa, kitu ambacho nilikuwa najiuliza maswali kwamba kabla ya kufanya tathmini ya kuanza kutuambia kwamba wataleta VAR, mafunzo yalifanyika, pia walitakiwa kujua kwamba harama tunamudu au hatumudu. Lakini nafikiri kuna kitu hakikwenda sawa kwenye namna wao kufanya tathmini. Lakini kuelekea msimu huu unaikuja, tumeona wamekuja na mbadala wa VAR. Baada ya kukosekana VAR, wanakuja na mpango mwingine wa kuhakikisha kwamba wanawasaidia marefari, kwa sababu makosa yamekuwa ni mengi kweli yani. Kwa hiyo kuja na lengo la namna hii, kwangu mimi nawaunga mkono, ili tupate sasa upungufu wa makosa kutoka kwa waamuzi ambao wamekuwa wakifanya kwenye mechi. Kila siku tunarudi hapa tunalalamika, bwana lile litakiwa kuwa goli, haikuwa offside, yule litakiwa kupata red card. Kwa hiyo kwanza mimi niwapongeze kwa maamuzi haya, kuliko kwenda hivi bila VAR na bila namna nyingine ya kuweza kuwasaidia waamuzi. Kwa hiyo mimi naungana nao 100% kuona wametuletea mfumo wa namna hii, na naomba utekelezaji uwe wa kweli. Watu wawe wanajua, wapate training mapema ili kuweza kutusaidia. Lakini nilichokuwa najiuliza ni namna ambavyo una operate, kwamba ni mpaka coach aone tatizo au wachezaji wa ndani wenyewe waone problem anzeni wamcheki kocha kwa ishara. Lakini kwa nini iwe ni kocha pia? Maana hata kwenye VAR tunaona maamuzi ndo anaenda kuangalia kwa kujiridhisha. Sasa kwa nini pia na kocha naye anakuwa anahusika kwenye hilo eneo? Si ndo na tujaribu kuhoji kwamba wenzetu, unajua wenzetu VAR kunakuwa na chumba maalum ambacho kunakuwa na wataalamu pale wanakuwa wana operate kwenye ile room. Kukiwa na tukio, watu wanawasiliana naye kwamba no, unatakiwa kuja kuangalia, kwa sababu VAR kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba huyu mtu anapaswa kupata red card, lile lilikuwa ni goli sio goli, ni offside, pengine ni penalty au sio penalty, ndio. Sasa kuna watu wanakuwa maalumu, yani huhitaji kocha kwenye touchline kuweza kumstua referee. Lakini sisi hapa ni kocha, kama timu yake amehisi kuna sehemu iko sawa, ndo anawasiliana na muamuzi kwamba hii hapo nahisi kuna unahitaji kwenda kuangalia. Naona kama nimeonewa. Na ni mara 4. Ukipuyanga, yani ukienda mara ya kwanza muamuzi akaonekana alikuwa yuko sawa, imeisha hiyo. Zinabaki 3. Unaelewa? Lakini nafikiri tu mimi nilikuwa natamani. Naona hapo inashindikana kwa sababu pengine ndio ya hizo harama hizo. Yani nilikuwa natamani kuona kunakuwa na vifaa maalum na watu wana communicate, yani sio kocha tena. Kocha simame tu kwenye touchline. Pengine wachezaji wanaweza kashinikiza pressure kwa referee, zeni yao na communicate na watu ambao wana operate. Lakini sio kocha. Yani sio kocha akiona tukio tu anasema bwana no, unahitaji kwenda kuangalia hili. Mimi mtazamo wangu nilikuwa natamani kuwa na muundo wa namna hiyo. Yani kocha yani aendelee na focus na touchline na wachezaji wake. Kwa sababu gani? Kunakuwa na waamuzi ambao wanasimamia mechi. Kunakuwa na referee, kunakuwa na linesmen na officials, ndio. Nilikuwa natamani sasa, kwa sababu wao jukumu lao ni kuangalia mechi na kuhakikisha kwamba wanamsaidia mwamuzi wa katikati, ndio. Kutafute namna ya kuwa watu wana communicate tunapoonekana kuna kosa limefanyika, kwa sababu haliwezi kufanyika kosa kaona kocha tu peke yake. Yani kama kuna sehemu mwamuzi amekosea, mimi naamini wasaidizi pia wanaweza kawa wameona, ili waweze kumsaidia wa communicate moja kwa moja, kuliko hii ya kocha kuwa ndo ana suggest kuona kwamba bwana pale kulikuwa na tatizo au hapakuwa na tatizo. Magonga, hiyo inakuwa kama vile sasa kocha anaingia kwenye eneo la uamuzi sasa. Maana sio waamuzi peke yao, na kocha naye anakuwa anashiriki kwenye eneo la kufanya maamuzi. Unajua ni teknolojia ambayo watu wengi bado hawajaitambua. Na hii football video support ni teknolojia ambayo FIFA walijaribu kutafuta uwezekano wa kuyasaidia mataifa ambayo bado yanajikwamua kiuchumi, yana changamoto za kiuchumi au bado ndio yanaendelea kiuchumi. Kwa hiyo namna gani walikuwa wanafikiria kuyasaidia mataifa ni kutengeneza teknolojia ambayo
itawasaidia kwa namna moja ama nyingine kupunguza hizi changamoto za kiuamuzi kwenye michezo ya ligi kuu au kwenye michezo ya mashindano tofauti tofauti. Sasa ukiangalia hii football video support kwa mara ya kwanza ilitumika kwenye michuano ya kombe la dunia futsal 2021 huko Romania. Na kwenye ile michuano walikuwa naifanyia majaribio. Lengo ni kuona na mapungufu ni yapi na wapi wanatakiwa kuboresha. Sasa kuna tofauti mkubwa kati ya hii football video support na video assistance referee. Utofauti ni kwamba kwa nini huku kuna baadhi ya matukio mwalimu anatakiwa kurequest? Ni kwa sababu ya uchache wa kamera ambazo zinafungwa uwanjani. Okay. Hii ni tofauti na VAR. VAR ni automatic. Inafanya kazi. Na ndio maana kuna muda kwenye VAR mpira unaweza kuwa unaendelea lakini kuna tukio limetokea na waamuzi analifanyia assessment kwa maana tathmini. Kuna muda mpira mwamuzi anasimamisha, anaenda kureview tukio. Tumeshuhudia michezo mingi ya namna hiyo. Kwa hiyo kuna kuwa hakuna delay ya time. Huku wao wakiwa wanafanya assessment kwenye baadhi ya matukio. Sasa kwenye hii football video support unaweza kutumia hata kamera 4 tu au kamera 4 au 5. Sasa kinachotokea ni kwamba hii sio automatic. Inachukua matukio muhimu. Kwenye yale matukio muhimu kwa asilimia kubwa ni matukio ya goli au sio goli, penalty ama sio penalty, kadi nyekundu ama sio kadi nyekundu, au ile mwamuzi amekosea amempa kadi Jessica wakati atakiwa mpe labda kadi Sara. Unajua kuna ile kujichanganya kwa waamuzi. Kwa hiyo hata juzi kwenye kombe la dunia hapa tumeona mechi ya Argentina na Uswizi. Kuna muda kadi alipewa Paredes, alafu baada ya mwamuzi kwenda kureview akagundua kwamba ile kadi aliyompa Paredes ni mistaken card. Yaani yule jamaa Embolo ndo alifanya kosa lakini Paredes hakufanya kosa. Akafuta kadi akampa kadi nyekundu Embolo. Sasa kinachotokea ni kwamba gharama za uendeshaji wake zipo chini. Huo ndo uhalisia. Na lengo ni kwa nini makocha wanatakiwa kurequest? Ni kwa sababu teknolojia ama mfumo wenyewe hauna uwezo wa kumonitor matukio kwa mfululizo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Kwa una uwezekano, huu ni mfumo ambao una uwezo wa kumonitor matukio muhimu. Na ndio maana wewe kocha unaweza ukakaa sehemu ama wasaidizi wako wakati mpo kwenye touchline, kuna wasaidizi ambao wanaweza wakawa wamekaa na review, wakakuita wakamwambia bwana ile goli tuliyofunga ni goli lakini mwamuzi kakataa. Ndipo ambapo unaweza uka raise hoja yako kwa mwamuzi msaidizi. Kuna mwamuzi msaidizi pale nje kwamba bwana ile goli tuliyofunga ni goli lakini mwamuzi ndani amefanyaje? Amekataa. Kwa yule mwamuzi ambaye atakuwa kwenye touchline pale nje, msaidizi atamuita mwamuzi na kumwambia bwana lile ni goli, unaweza kulireview kwa maana ya kurejea kufanya mrejeo wa zile picha mjongeo uone kama kweli wanachokilalamikia watu ni sahihi ama sio sahihi. Kwa akijiridhisha ndipo ambapo anaweza akaenda kufanya hayo maamuzi. Au kuna nyakati ambazo mlinzi anacheza foul, mlinzi wa mwisho anamfanyia madhambi mshambuliaji. Kuna nyakati ambazo msimu uliopita kuna baadhi ya waamuzi walikuwa wanatoa kadi za njano lakini licha malalamiko yalikuwa yanatokea tayari kaamua. Kwa hiyo watu wakilalamika unaweza ukaenda ukafanya tathmini ya kina, ukajiridhisha kama muamuzi, ukarejea na kwenda kuamua kwamba ile ni kadi nyekundu. Sasa changamoto inakuja hapa. Changamoto inakuja pale ambapo teknolojia itakuja kutusaidia. Lakini teknolojia kazi yake kubwa ni kubainisha mambo. Kwamba hapa ili jambo lipo hivi na ili jambo lipo hivi. Nyeusi ni nyeusi, nyeupe ni nyeupe. Lakini teknolojia haiji kutafsiri sheria. Bado hizi sheria zitatafsiriwa na waamuzi ambao tupo nao. Na ndio maana licha kwamba wenzetu wana VAR, wana zaidi ya referees 7 kwenye mchezo mmoja, lakini bado unakuta wanafanya makosa. Yale makosa hayafanywi na teknolojia, yanafanywa na binadamu ambao wanatafsiri zile sheria 17 za mpira wa miguu. Kwa hiyo licha kwamba teknolojia itakuja kutusaidia msimu ujao, bado nasisitiza waamuzi wanapaswa kuboresha zaidi, kwa sababu kwenye huu mchezo sheria zinabadilika siku baada ya siku au msimu baada ya msimu. Okay. Kuna sheria nyingine sasa hivi ni zinaweza zikakusumbua katika kuzifanyia maamuzi. Mfano, kuna sheria zilifanyia mabadiliko. Labda let's say kwenye Simba au Yanga anacheza na Mashujaa. Yanga wanashambulia Mashujaa. Let's say beka Mashujaa akauondoa mpira, alafu ile mpira umeenda kushikwa na mchezaji mwenzie pale pale ndani ya box. Msimu uliopita kuna matukio kama yale waamuzi walikuwa wanaamua ni penalty, lakini ile haitakiwi kuwa penalty. Au mtu ameupiga mpira alafu ile mpira umeenda kwenye mkono. Ile sio penalty, lakini kuna baadhi ya matukio kama yale watu walikuwa wanaamua kama nimekuwa je penalty. Kwa nafikiri kwenye sheria ndio sehemu muhimu Jessica ambayo
waamuzi wanatakiwa kuboresha zaidi. Watu wengi tuna matumaini kwamba itakuja kusaidia kupunguza lawama. Lakini kumbuka kama mdogo kwamba teknolojia inapokuja na watu wanakosea, lawama ndo zinafanyaje? Zinaongezeka. Okay, sawa. Na Hans Raphael, kwa maana hiyo tunapaswa kuanza kujiandaa kisaikolojia watu wa mpira kwamba kuna swala la kuona zimeongezwa dakika 10, 12 halitakuwa tena jambo la kushangaa wala la ajabu, kwa sababu kama kutakuwa kuna muda wa kureview matukio manne, hiyo ni kwa timu moja, na kuna timu nyingine na yenyewe itataka kureview, maana dakika ni nyingi zitakuwa zinatumika. Yes, kwanza nipongeze juhudi ambazo zimefanyika kwamba angalau sasa hivi tuna kitu ambacho kinaweza kuwasaidia waamuzi, lakini pia hata makocha na wanaweza kupata sehemu ya kulalamika na wakasikilizwa na maamuzi yakatenguliwa, kitu ambacho hakikuwepo. Lakini natarajia tunaweza mwanzoni tukawa na changamoto za hapa na pale, kwa sababu hata VAR yenyewe wakati inaanza kutumika kulikuwa kuna changamoto, kulikuwa kuna delaying, yani matukio yalikuwa yanachelewa kuamuliwa. Yani unakuta mwamuzi anatumia muda mwingi kwenda kureview lile tukio. Kwa hiyo unakuta mechi kama ina matukio 4 au 5 zimetumika zaidi ya dakika 15 au 20 kwenye hayo matukio. Kwa hiyo mwisho wa siku inabidi mwamuzi akaongeze dakika 20. Hapo watu tunakesha. Lakini kadiri muda ambavyo umekuwa unasogea, wamekuwa wanaboresha. Sasa hivi hata maamuzi yenyewe, system yenyewe inafanya kazi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo mwamuzi anaweza kwenda kucheki haraka sana na akapata uhakika wa tukio na kuja kuamua kitu ambacho ni sahihi zaidi. Wenzetu kuna kuwepo na waamuzi ambao wanakuwa kwenye chumba cha VAR. Wao wanasaidia kumuita mwamuzi aende kucheki kama mwamuzi hajaona tukio. You understand? Lakini ukitazama hii ya kwetu VS tunazungumza kila kocha touchline atakuwa na slot 4. Hizo slot 4 ni wewe unatakiwa kuconcentrate kuangalia tukio vizuri. Kwa sababu utakaponyanyua hiyo slot means unamlazimisha mwamuzi asimamishe mchezo aende kureview tukio ambalo wewe unaamini lilitakiwa kuamuliwa kivingine tofauti na ambavyo mwamuzi ameamua. Sasa Karia anakuambia kama hujaangalia vizuri hilo tukio ukamlazimisha mwamuzi aende kucheki baada ya kunyanyua hiyo slot, mwamuzi akienda kucheki akagundua kwamba hili tukio sio sahihi, slot moja unanyang'anywa, unabaki nazo 3. Ukijichanganya mara ya pili ukanyanyua hiyo slot, mwamuzi akaenda kucheki akaona tukio sio sahihi, wewe kocha umekosea, unanyang'anywa, unabaki nazo 2. Kwa hiyo unaweza ukajikuta dakika 30 slot zote 4 umezipoteza na haujapata chochote. Alafu linakuja kutokea tukio lenyewe sasa. Hauna kitu mkononi. Kwa hiyo inabidi ukubaliane na maamuzi. Kwa hiyo hata kwa makocha ambao watakuwa wako touchline wanatakiwa kuconcentrate. Yani tazama game inavyokwenda, tazama matukio. Na hapo kuna haja pia ya kuongeza watu kwenye benchi la ufundi. Yani ikiwezekana hawepo mtu wa kutazama matukio kweli kweli, yani kwamba yeye kazi yake ni kutazama matukio. Kwa hiyo mtakavyoamua kunyanyua hiyo sloti, benchi zima la ufundi mna uhakika na hilo tukio kwamba hili tukio kuna kitu ambacho mwamuzi hajaamua sahihi. Kwa hiyo mimi nipongeze kwa sababu kuna madudu mengi sana ambayo yamekuwa yanaendelea kwenye ligi yetu. Hizi timu kubwa zimekuwa zinafaidika sana na matukio dhidi ya hao wadogo. Lakini this time hao wadogo pia nao watakuwa wanasei kwenye matukio ambayo wanaamini hayakuwa ya haki. Wewe kocha kama unapapala kama kocha wangu yule anayemjua, ukanyanyua sloti zako hovyo pasipokuwa na uhakika, imekula kwako. Huo ndo uhakika. Kwa hata makocha pia wanatakiwa kuwa makini sana na maamuzi yao. All in all, nadhani tunakwenda kuwa na maamuzi ambayo yanaweza kuwa ya haki kwa asilimia kubwa tofauti na misimu iliyopita, kwa sababu hatukuwahi kuwa na kitu kama hichi. Na kadiri muda unavyosogea tutakuja kuwa na system yenyewe ya VAR kwamba afford kuweza kufunga hiyo system kwenye viwanja vyote. So huwezi kuleta VAR ukafunga viwanja 3 au 4. Na hata hii video support nadhani itakuwa pia kwenye viwanja vyote. Yes, kwa sababu si ligi yote. Kwa hiyo kila kiwanja inabidi kiwa na hiyo VS ili kuweza kupata maamuzi ambayo ni sahihi. Ukifunga Uhuru, wanaocheza Uhuru watafaidika. Usipofunga Kaitaba
inakuwaje? Usipofunga Geita hapo lazima. Kwani kuna timu inabaguliwa hapo? Hapana. Sisi ni kwenye ligi tunazungumzia ligi. Maana kuna mtu niliona pia ameuliza kwamba itakuwa kwenye viwanja vyote kwa sababu tumeambiwa ni ligi nzima, maana yake ni kwamba itakuwa kwenye viwanja vyote. Bila shaka. Rich una question? Amna. Niko sawa, mambo vipi lakini? Sawa kabisa. Okay. Mambo yamekaa vizuri. Sawa. Hiyo ni kuhusiana na video support, lakini pia kanuni ya wachezaji 40. Hivi video support ndo nini? Kuna kitu kimoja ulikitaja hapo. Video support ndo nini Jessica? Kabla Magunga hajasema. Video support. Kuna video support ni screen ipo ambapo tofauti na video assistant referee. Hii ni cheap zaidi kigharama yani. Okay. Yaani VAR ndogo hivi. VAR ndogo, yes. Hii ina monitor matukio. Kwa mfano watu walikuwa wanatoa mapendekezo kwamba Azam wawasaidie waamuzi kuwa wana review matukio. Sababu Azam wao wanakuwa wana preview na wana videos. Lakini sasa unajua wale wao wapo kwanza kisheria hawaruhusiwi. Yani kanuni haziruhusu kwamba hiyo broadcaster kuonesha kumsaidia muamuzi kuona matukio hairuhusiwi. Lakini bado inawezekana hata system ikawa inachelewa kuleta tukio husika. Lakini ukiwa na system maalum ambayo yenyewe inadili na hicho kitu, itakuwa faster na inaweza ikatoa maamuzi ambayo ni sahihi kwa wakati ambao ni sahihi. Magunga alikuwa anasema ulizungumzia pia issue za virtual offside line ambao Karia pia jana alizungumzia kwamba wanapambana kuangalia namna gani wanaweza wakatatua changamoto za offsides kuelekea msimu ujao. Okay. Na hili ni eneo ambalo limekuwa likisumbua sana. Kuna siku nilikuwa naangalia mpira na ndugu yangu hapa Rich, analalamikia line wawili kushoto, line namba 1 na line namba 2. Yani sehemu ya offside hawaweki, alafu sehemu ambayo inatakiwa kuwa sehemu ambayo ni offside wao hawaweki. Sehemu ambayo si offside ni offside wanaweka. Kwa hiyo nafikiri yes, ni eneo lingine ambalo lina uhitaji wa teknolojia. Okay. Means kwamba TFF pamoja na bodi ya ligi kwenye matumizi kuelekea msimu ujao gharama zitaongezeka. Kwa sababu hata ukiangalia VAR namna ambavyo inatumika kusaidia hili jambo, kuna kampuni ambayo wenyewe wameingia nao makubaliano. Hizi ni teknolojia ambazo zinauzwa lakini pia zimethibitishwa na kuidhinishwa na FIFA. Mfano pale EPL wanatumia Hawkeye technology. Hiyo ni kampuni kabisa ambayo kazi yao wenyewe ni kujaribu ku structure ile michoro ambayo inaonyesha kwamba mchezaji kaotea ama mchezaji hajaotea. Sasa huku kwetu pia kama itakuja hiyo, kuna na wasiwasi sana kwenye wakina nani watakuwa wanachora hiyo mistari. Na tutafahamu sasa wakileta, maana yake wataleta nao wataalamu wa kuchora hiyo mistari. Sio kitu ambacho sio kitu halisi. Ule ni mstari ambao unatumia teknolojia kuchora lakini haupo uwanjani. Ni kweli. Sasa kinachotokea pale, ndio maana kuna muda tunaangaliaga mechi labda za EPL, kuna mstari unauona kabisa unasema mbona hili ni goli? Lakini ule mstari wao wakiuchora kabisa unaona kabisa hii ni offside. Na ndio maana watu kama nafikiri Italia, UEFA pia wenyewe walikuwa wanatumia semi automated. Hadi England sasa hivi inatumia semi automated. Imekuja sasa hivi. Kwa sababu ya mistari hayapo. Mwanzo ilikuwa inaleta shida na unakuta muda mwingi unatumika. Mpaka hivi sasa attention ni kubwa kweli kweli. Yanga wanatuweka roho juu. Namba 6, lakini namba 6 bado hajatambulishwa, anatajwa huyu, anatajwa yule. Leo atatajwa huyu, baadaye anatajwa yule, kesho kutwa anataja mwingine. Mpaka sasa bado hatujapata jibu la moja kwa moja. Pia Hans, nimeona umemweka Ngoma pale kwamba ndio kiungo ambaye huenda akaenda kutambulishwa na klabu ya Yanga. Hebu tuambie kwanza kuhusiana na huyu Ngoma, ni nani, mchezaji wa wapi, anacheza nini, mchezaji wa namna gani, na hili dili lake na Yanga lipoje? Jina la Ngoma nilikuwa nalo toka Jumapili. Nadhani Magunga na Ashraf hapo. Jumatatu niliwaambia namba 6 mpya wa Yanga anatoka Warabuni. Si mnakumbuka? Nakumbuka. Ambia anatoka Warabuni. Yes, na wamefikia makubaliano na Freddy Ngoma Aduvan, nyota ambaye ni raia wa Congo Brazzaville. Ana experience kubwa sana, na msimu uliopita alikuwa anacheza Olympique de Saf ya pale Morocco. Alisaidia timu yake kufika hatua nusu finali kwenye kombe la shirikisho akitolewa na Usma. Alikuwa na mechi nzuri sana kwenye hatua ya robo finali dhidi ya Wydad Casablanca wakifanikiwa kuwatoa.
ni moja kati ya viungo ambao ni versatile kiukweli. Anaweza kucheza kama pure defensive midfielder. Kama unacheza na 4-3-3 unaweza ukamtumia kama single 6 akasimama and then mbele yake ukaweka viungo wawili washambuliaji. Na kama unacheza na 4-2-3-1 anaweza akasimama na pacha wake. Kwa mfano pale Desafi alikuwa anasimama na Sofiane Mwadan ambaye ni Mfaransa. Huyu naturally ni central midfielder. Ni aina ya kiungo ambaye anapenda kufunga safari kwenda kushambulia. Kwa hiyo akiwa anaenda kushambulia anajua kuna ulinzi wa mtu kama Fred Ngoma. Lakini pia Fred anaweza kucheza kama box to box midfielder kwa sababu ni mrefu, ana nguvu, technically ni mzuri na ana uwezo wa kuprotect mali. Ni press resistant. Narudia tena, Fred ni press resistant player. Utampress unavyotaka, ni ngumu kuchukua mali kwa sababu anaweza kutumia mikono yake. Kwa ambao walimuona kwa msimu uliopita, anaweza kutumia vizuri mikono yake kufunga safari, kusogeza mali mbele. Kwa hiyo mikono si unatumia kusukuma watu wakati unaugadi mpira unasogea mbele, kwa mikono inakuwa inakusaidia kupata balance, kusukuma watu wakupishe njiani. Asije akaa kama Balakonte ukajimaliza Hansi. Nazungumza sifa kwa kile alichokifanya msimu. Hata Balakonte pia alikotoka huko alikuwa safi sana. Mimi nazungumza kwa nilichokiona msimu uliopita. Anaweza akaja hapa akafanya vizuri au asifanye vizuri. Hiyo kwangu mimi hainihusu. Lakini nazungumza sifa zake kutokana na alichokifanya msimu uliopita. So makubaliano yapo na huyu mchezaji mpaka jana usiku wakati na ripoti hiyo habari na break kwamba anakuja kuwa Mwananchi, alikuwa kwenye mji wa Ponte Noir. Ponte Noir. Ponte Noir ni mji wa pili kwa ukubwa wa biashara pale Congo Brazzaville. Na safari yake kwa sababu kuna ndege Congo Brazzaville ambazo ni za shirika la Ethiopia. Ndege ya kwanza ni saa 6 mchana, ndege ya pili ni usiku inatoka. Kwa hiyo kwa taarifa nilizokuwa nazo kwa mujibu wa vyanzo vyangu, Freddy ataondoka saa 6 mchana leo kutoka Congo Brazzaville na atapitia Ethiopia, then ataunganisha kuja Tanzania. Kwa atakapofika atasaini mkataba wa miaka 2 na atatambulishwa Jangwani. I say. Basi watu subiri, na kiukweli mpaka ila sasa beki wakati pia umemweka kwenye hizo rada, lakini nikikumbuka kama engineer walisema sajili 4 tayari zimeshatambulishwa, bado mmoja umeongeza tena mwingine. Kama ulimsikia engineer alisema watasajili wachezaji 5. Baada ya siku 2 alikamwa akasema watasajili wachezaji 6 wa kigeni. Naomba tu, yani unajua Yanga Afrika leo analala na hili, kesho anaamka na jingine. Yanga Afrika huyu angekuepo Jeff angekuwa ni shahidi. Yanga Afrika hawawahi kumsanisha mkataba Ateba, mkataba wa awali, na hawakuwahi kumtambulisha. Walikata juu kwa juu wakaachana naye. Kabla ya Zimbwe kuja Yanga amewahi kusaini mkataba akiwa Simba. Kapombe, Kip Dennis na hawakuwahi kucheza Yanga. Yani Yanga Afrika leo wanaweza kalala na hili, kesho wakajadiliana tufanye hivi. Ni vitu vya kawaida kwa Yanga Afrika. Sasa kwa huyu center back jina lake anaitwa Omar Farouk Komara, miaka 25, raia wa Cote d'Ivoire. Amecheza FOS Rabat, amecheza Maghreb Fez ambao wamekuwa mabingwa wa Morocco, na msimu uliopita alikuwa anacheza Golden Arrow, timu ambayo ametoka Mangoba Mngiti. Kwa hiyo ni center back ambaye kwa taarifa nilizokuwa nazo kwa mujibu wa vyanzo vyangu alikuwa amekubaliana na Yanga kila kitu. Kilichokuwa kimebaki ni kati ya Yanga na Golden Arrows, na mazungumzo yalikuwa yanaendelea. So kwa 80% naye ni kama anakuja Yanga Africans, kwa sababu alisikika Ali anasema kwamba Jobu kurejea kwake mpaka mwezi wa 12. Lakini pia Mwamnyeto msimu uliopita alikuwa anafanya makosa mengi sana, na kuna mechi Baka hakuwa kwenye ubora wake 100%, na Asinki ameondoka. Kwa hiyo unapata majibu ya moja kwa moja kwamba Yanga walikuwa wanahitaji kupata center back mwingine wa kigeni, na ni mrefu kweli kweli ujamaa. Kuna kitu ambacho wakati unazungumza Hansi, kiukweli msimu ujao wa 26-27 huu usajili wa Yanga wanaofanya huu, kama utakwenda kufanya vizuri uwanjani, kuna timu zitapigwa kama ngoma. Kwa nini? Tulitazama eneo lao la ushambuliaji, wachezaji ambao wamewasajili, na ukifanya tathmini ya hivyo tu, manake tayari mimi unaweza napata mashaka. Kwa nini?
Yani mimi nikishakutana na huu usajili ukifanya vizuri uwanjani huu aliosajili hapo sawa. Naiona Yanga Lakini nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Hapo sasa Kai bwana. tuna subira. Kai. Basi maoni, mtazamo wake. Kuna muda anatoa hoja za ambazo zinadumu, sio maoni tena. Yani kuna nusu finali ya ligi ya mabingwa. Kwani akisema neno lake ndo sheria? Yani Unapotupa maoni pia unatupa na fact, yani tuone na sisajili. Waache vijana wameingia kwenye mfumo, waache wamwagike. Mimi kiukweli bado yani of course tuna uwezo wa hizi teams zina uwezo wa kucompete, lakini kuna level bado anahitaji kufanya zaidi ili kuzifikia. Ambayo level gani? Nusu finali ya ligi, kucheza kuanzia nusu finali kwenda finali ligi ya mabingwa barani Afrika inahitaji time na uwekezaji wa kutosha. Mfano leo ndio maana nilisema usajili wa Peter kwetu una faida kwa Yanga hata kwenye ligi kibiashara. Sawa. Lakini Peter, Marcel Aende ni wachezaji ambao Mamelodi anakuambia enough. Nio Maema, unanielewa? Kwa sababu wenyewe wanaamini ili wafike mbali zaidi wanahitaji mtu zaidi. Of course Peter amekaa misimu mingapi Mamelodi? Nio wanamuongezea mkataba. Lakini wanataka kumkopo. Lakini wanataka kumtoa mkopo. Peter amekaa misimu mingapi Mamelodi? Karibu zaidi ya 14. Misimu 14. Lakini hapa katikati amekaa kipindi kirefu. Ndio, hebu angalia vizuri, jiridhishe. Misimu 14 hajafika. Amekaa kipindi kirefu hapa katikati. Timu inacheza nusu finali, robo, finali, wanaishia hapo. Mamelodi msimu uliopita wenda kumchukua Brian Rion kutoka Colombia. Ubingwa wa Afrika wa jamaa na mchango kwa asilimia kubwa sana. Zaidi ya 50%. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.